moja ya lengo, na mikopo ya masharti ya kibiashara ya nje ya nchi ilifikia shilingi trilioni 2.43 sawa na 8.3 ya lengo. Mheshimiwa Spika, serikali ya awamu ya 6 imefanya mageuzi makubwa ambayo yameongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani. Ifahamike kuwa kuimarika kwa makusanyo ya mapato ya ndani ni msingi wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo, utoaji wa huduma bora kwa wananchi na ustawi wa taifa letu kwa ujumla. Kodi yetu ndiyo maendeleo yetu. Kila Mtanzania anapaswa kuelewa kwamba maendeleo hayawezi kupatikana kwa kutegemea misaada, ni lazima tulipe kodi. Mheshimiwa Spika, ni lazima tulipe kodi. Kwa upande wa makadirio ya matumizi yaliyoidhinishwa na bunge lako tukufu kwa mwaka 2024-2025 ni shilingi trilioni 50.29, ambapo shilingi trilioni 33.75 ni matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 16.54 ni matumizi ya maendeleo. Katika kipindi cha Julai 24 hadi Mei 25, ridhaa ya matumizi iliyotolewa ilikuwa ni shilingi trilioni 42.90, ikiwa ni sawa na 85.3% ya lengo la mwaka. Mheshimiwa Spika, katika kiasi hicho ridhaa ya matumizi ya shilingi trilioni 30.63 ambayo ni sawa na 90.8% ya lengo la mwaka ilikuwa ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Aidha, ridhaa ya matumizi ya shilingi trilioni 15.74 sawa na 95.1% ya lengo la mwaka ilitolewa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo, 95.1% ya lengo la mwaka. Ridhaa ya matumizi ya maendeleo ilijumuisha shilingi trilioni 3.47 kutoka kwa washirika wa maendeleo ambacho kilipelekwa moja kwa moja kwenye utekelezaji wa miradi, yani D-Fund. Mheshimiwa Spika, baadhi ya maeneo yaliyopelekewa fedha katika kipindi cha Julai 2024 hadi Mei 2025 ni pamoja na ugharamiaji wa deni la serikali, ugharamiaji wa mishahara kwa watumishi wa umma, maandalizi ya uchaguzi mkuu kwa mwaka 2025. Aidha, mtakumbuka kuwa michango wa wakandarasi, wazabuni, watoa huduma kwa miaka kwa ajili ya kujenga taifa letu, serikali iliendelea kulipa madeni yaliyohakikiwa, ambapo kiasi cha shilingi trilioni 1.01 kimelipwa kwa ajili ya ulipaji wa wakandarasi waliofanya kazi za maendeleo katika taifa letu. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa uhimilivu wa deni la serikali hadi Aprili 2025, deni la serikali lilikuwa shilingi trilioni 107.70, na kati ya kiasi hicho deni la nje lilikuwa ni shilingi trilioni 72.94 na deni la shilingi trilioni 30.76, na tathmini ya uhimilivu wa deni uliofanyika kwa mwaka 2024 ulionyesha kuwa deni letu bado ni himilivu, ikiwa ni kipindi cha muda mfupi, muda wa kati pamoja na muda mrefu. Katika tathmini hiyo, Mheshimiwa Spika, viashiria vinaonyesha kuwa kwa mwaka 2024-2025 tathmini ya sasa ya deni la serikali kwa pato la taifa ni 40.3 ikilinganishwa na ukomo ambao ni 55. Hatupaswi kuwa na hofu kabisa kuhusu jambo hili. Na kwa upande